Njombe Net Event 2026. Mwangalia uliyeka naye anafaa kuendelea kuwa naye hapo au anakuharibia hali ya hewa. Kama hana tabasamu mwambie tafuta kiti kingine. Halafu msalimie kwa ukaribu zaidi na kwa furaha. Salimianeni kabisa, hata kule vituoni kabisa mnaotufuatia hapa, salimianeni kwa ukaribu kabisa wa hali ya juu. Karibuni katika mwendelezo wa masomo yetu ya familia. Leo tunakwenda katika somo la pekee sana lenye kichwa kinachosema vipimo vya Mungu kwa wanandoa. Hebu inamisha uso wako tuombe kidogo. Baba mbinguni, muumbaji wa mbingu na nchi, ninakushukuru sana tena kwa wakati huu. Tunatamani kuzungumza habari ya ndoa zetu, ambayo ni taasisi muhimu sana ulioianzisha wewe. Tupatie utulivu wa kuelewa kwa undani katika jina la Yesu Kristo, amen. Mbarikiwe sana mnaotufuatia kutoka katika vituo mbalimbali, kule Rushamba kwa Yusufu Rure, kule Ihanda kwa Musa. Mungu abariki sana. Na leo mada hii wanandoa, kama mko ambao mmekaa pea mme na mke, itakuwa imependeza vizuri zaidi. Lakini kama mwenzi wako yuko mbali, mwambie akae karibu na runinga yake, maana somo la leo linahusu wanandoa sana. Mungu ana vipimo vyake kwa wanandoa. Natamani tusome fungu hili, kitabu kile cha Mwanzo sura ya 2 na ule mstari wa 18. Biblia inasema, Bwana Mungu akasema, si vema mtu huyo awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Bwana Mungu akasema, si vema huyo mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Mungu alipokuwa amekwisha kuumba kila kitu duniani, wanyama wameumbwa, mimea imeumbwa. Pastor Butoke alitufundisha vizuri namna Mungu alivyoumba kwa ustadi kabisa. Alipokuwa amekwisha kuumba, siku ya 6 akaumba mwanadamu. Nikukumbushe kitu cha pekee mahali hapa. Kitabu cha Mwanzo sura ya 1 na ya 2, Mungu alipokuwa akikamilisha uumbaji, alikuwa akimalizia kwa kusema ni vema. Tazama kila alichokifanya ni chema, ni chema, ni chema. Lakini mambo yanabadilika anapofika katika ile sura ya 2, anapomuumba mwanadamu, anasema si vema. Hebu tutamke si vema. Anapomuumba Adamu anasema si vema huyu mtu awe peke yake. Si vema kabisa. Na kwa sababu hiyo Mungu analeta agenda ya kumwandalia mtu wa pekee. Mambo yanakuwa yamebadilika katika hiyo sura ya 2. Si vema mtu awe peke yake. Mungu akasema katika ile sura ya 1 mstari wa 26, kitabu cha Mwanzo, Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila kiumbe kitambaacho nchini. Na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Mimi nabarikiwa sana na hili fungu la pekee, na wewe nakuomba likubariki. Kama kuna kitu cha kujivunia ni kujua kwamba uliumbwa kwa sura ya Mungu na kwa mfano wa Mungu. Haijalishi sura yako ikoje, haijalishi rangi yako ikoje, haijalishi kimo chako, umeumbwa kwa sura ya Mungu. Mwambie jirani yako, jikubali.
Jikubali. Sasa Mungu anaposema na tumfanye, nisikilize vizuri, kuna kitu nataka kukigusia mahali hapo. Na tumfanye, Biblia inasema Mungu akasema ni umoja, halafu anasema na tumfanye. Maana yake wanakuwa katika wingi tena. Maana yake hapo kuna nafsi zaidi ya moja. Na ndipo hapo Pastor Baraka atatuambia vizuri kwamba Mungu katika nafsi tatu: Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ikiwa Mungu ni Mungu wa urafiki, ni Mungu wa mahusiano, haishi peke yake, ana nafsi zingine, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Na kwa sababu sisi tuliumbwa kwa mfano wake, na sisi hatupaswi kuishi peke yetu. Kama umenisikia sema amina. Yaani naongea na wewe nani, haupaswi kuishi peke yako kabisa hata kidogo. Sio mpango wa Mungu mtu mzima akae peke yake. Maana Adamu alipokuwa ameonekana ameumbwa amekamilika, akasema si vema. Kuna vitu vinatia aibu kwenye dunia ya leo. Kwamba kijana una miaka 30 unapika unakula peke yako. Huu ujasiri hadi shetani anachukua notebook. Yaani kabisa binti una ujasiri wa kwenda bucha na kununua samaki, na una miaka 20 na 30 ukala peke yako. Na usivyo na aibu kaonja na chumvi. Si vema. Hili neno liwakerekete vijana ambao wamejifanya watawa, wameridhika kuishi peke yao. Mungu anasema si vema, haipendezi. Sasa Mungu anaweka vipimo kama ifuatavyo. Sasa nifuatilie vizuri. Unapoingia kwenye ndoa ni kipimo cha mambo matatu kwenye ndoa. Kipimo cha mambo matatu. Namba 1, ndoa ni kipimo cha uimara wa mahusiano yako. Tuna aina 2 za mahusiano kwa mwanadamu. Tuna mahusiano ya vertical relationship na tuna horizontal relationship. Vertical ni mahusiano kati ya Mungu na mwanadamu, lakini horizontal ni mahusiano kati ya mtu na mtu mwenzake. Sasa mahusiano kati ya Mungu na mwanadamu hayakumtosha Adamu. Nisikia vizuri, hayakumtosha Adamu. Maana Adamu tayari alikuwa na mahusiano yeye na Mungu wake. Akaamua amtengenezee mahusiano ya horizontal, yeye na watu. Sasa kipimo cha mahusiano ya yeye na watu, akamletea mke ambaye ni Eva, ili kwa kuishi vizuri na huyo mtu, kwa kuishi vizuri na mwanadamu, ndipo Mungu ajue kwamba huyu mtu amenipenda vizuri. Maandiko yako mengi, Pastor Butoke atatufundisha vizuri kwamba ikiwa unataka kujipima, nisikie vizuri, ikiwa unataka kujipima kwamba wewe unampenda Mungu, angalia unavyowapenda wanadamu wenzako. Hawezi kusema kwamba mimi nampenda Mungu, ninafunga mara ngapi, mimi ni Mkristo, mimi ni mtu wa imani, halafu wanadamu wenzako hauwapendi. Na sio wanadamu tu, wale mlioko kwenye ndoa. Kipimo cha kwanza kwamba wewe unampenda Mungu ni vile unavyompenda mwenzi wako wa maisha. Walionisikia waseme amina. Na hapa ngoja niwape challenge. Kuna watu wanadhani wanampenda Mungu kuliko mke wake. Watumishi mnaonisikiliza wa madhehebu mbalimbali, ninaomba hii muisikie vizuri. Ni makosa makubwa kupenda kanisa, kupenda huduma yako wakati mke wako haumpendi. Tena ngoja nikupe hatari mbaya zaidi. Hicho kitu tunakiita ni uzinzi. Unaniuliza Pastor, unamaanisha nini? Maana kanisa ni mke wa Mungu, halafu wewe umependa mke wa mwingine kuliko mke wako. Huo ni uzinzi. Na habari mbaya ni hii hapa. Mungu anasema yeye ni Mungu mwenye wivu, kitakuramba. Lazima umpende kwanza mke wako, ndipo upende na kanisa la Bwana. Usijifanye huko bize na huduma, no. Mungu anakuangalia, anasema nakuangalia tunavyojichoresha. Maana kama unampenda Mungu, penda kwanza mke wako. Na hili ninaomba waumini pia mnisikie vizuri, wa madhehebu yote. Kuna kosa linafanywa na waumini wengi. Anaheshimu mchungaji kuliko mume wake. Ana uwezo wa kumsalimia mchungaji, amepiga magoti na mikono ameinua, baba mchungaji, baba Bwana asifiwe. Lakini mume wake anamsalimia kama anasalimia bango la mji. Hiyo ni dhambi. Heshimu kwanza mume wako, alafu ndipo kamheshimu mtumishi wa Bwana. Yes.
Na wengine wanaenda mbali zaidi. Haya madhehebu, Mungu atusaidie sana. Mwanamke anatoka kanisani hajadeki nyumba yake, anakimbia kwenda kudeki kanisa. Anakwenda kunyosha nguo za mchungaji, hajanyosha za mume wake. Anaenda kuandaa chai ya watumishi, hajaandaa chai ya mume wake. Ni makosa. We mama nani, unanisikia vizuri? Ni makosa makubwa. Na right, kama dunia ya leo, kauli zinazotolewa kwa watumishi tungezitoa na kwa waume. Nataka niwaambie hakuna mwanamume ambaye nataka niwaambie hakuna mwanamke ambaye angepigwa kwenye ndoa wala kuachika. Yaani unavyokwenda kwa mtumishi, umeenda kumtengea chakula, akimeza tu vibaya maji akataa kuparia, pole mtumishi, umeumia, nikuletee nini? Basi ungekaa karibu na mume wako naye ukampetipeti hivyo, dunia ingekuwa mbingu kwa jina la Bwana. Hicho kitu. Kwa hiyo sikiliza, ukitaka kumridhisha Mungu kwamba unampenda, ndio utafunga na kuomba, ndio utatoa zaka na sadaka, ndio utaswali mara 5 kwa siku. Lakini sikiliza, kipimo cha kwanza cha kumpenda Mungu, mpende mwenzi wako kwa jina la Bwana. Hicho. Tuna wanaume wengine nao ni pasua kichwa. Kanisani anatoa michango sana. Yaani wakisha sema tu ujenzi ameshatoa. Mimi nondo 10. Ila mke wake akiomba mahitaji hadi akafunge na kuomba. Huyo mwanamume naye Mungu amuokoe kwenye mkutano huu. Kipimo cha pili, sikiliza, kipimo cha pili cha ndoa kinaitwa ukomavu wa akili. Unapopewa ndoa, umepewa kipimo cha ukomavu wa akili. Nataka nikwambie ushahidi upo. Nimesoma tafiti za vyuo 4 ambavyo naomba nisivimesheni hapa, na nimesoma maandiko katika Biblia, Agano la Kale na Jipya. Wazazi walipogundua kwamba kijana wetu amekomaa, walimpa ndoa. Kwa hiyo akiaminiwa kwamba amekomaa, anapewa ndoa. Na katika hivyo vyuo vimetafiti vikagundua kwamba walioko kwenye ndoa wanaimarika akili kila itwapo leo. Baba, kwenye ndoa hatuendi kinyumbu. Yaani unapanga maneno. Umechelewa kwa rafiki yako, unakuja na maneno yaliyopangika. Unajua hili swali utaulizwa, lazima ueleze. Ila mabacha na wanarudi nyumbani kinyumbu, maana hana wa kumuuliza. Kwa hiyo anarudi ufalme ni wa kwake. Ndoa ni kipimo cha ukomavu wa akili. Sikiliza nikwambie, Mithali anasema hivi, sura ya 24 mstari wa 3 anasema, nyumba hujengwa kwa hekima na kwa ufahamu huthibitika. Sasa unasema mchungaji, unamaanisha nini unaposema ndoa ni kipimo cha ukomavu wa akili? Angalia maneno haya 5. Namba 1, ndoa hukufanya uwe na uwezo wa kufanya maamuzi. The ability to decision making. Uwezo wa kufanya maamuzi. Na hapa ndipo ndoa nyingi sana zinaharibikia. Tatizo la muda mfupi unalipa maamuzi ya muda mrefu. Na tatizo la muda mrefu unalipa maamuzi ya muda mfupi. Kwa hiyo kwenye ndoa, chunga sana unavyofanya maamuzi. Ngoja nikupe haka kakisa. Mzee mmoja kwenye makanisa yetu haya alikutana na mzee mwenzake, walikuwa kwenye kazi za kanisa. Yule mzee akamuuliza, wake zao walikuwa wanaleta chakula kule kwenye kazi za kanisa. Sikia vizuri. Sasa mke wake akachelewa kuleta chakula. Akamuuliza jirani, rafiki yangu, mbona we mke wako anakuheshimu sana, analeta chakula mapema? Yule mzee akamwambia, nyinyi mnajifanya Wakristo mno. Piga mwanamke ndipo atakapokuheshimu. Yule mzee katoka pale bila kuchanganya za kwake, akapiga mke wake mpaka akapasua mfuko wa uzazi. Sasa amekamatwa, wakamweka lock up hapo mahabusu miezi michache ili kesi funguliwe. Anaporudi kanisani, wamekaa kumuondoa ushirika. Ndipo anawaambia, kabla hamjanifuta ushirika, mfuteni na mzee fulani, ndiye aliyeniambia na yeye huwa anapiga mke wake. Mzee akasema, sikiliza, mke wangu naye ni mtu mzima, muulizeni kama nimewahi hata kumfinya. Mama anasema, wala huyu baba wa watu hana shida. Ndoa nyingi zinavunjwa kwa kukoswa akili. Ukiona watu wameshikana mikono wanakuja kanisani, unasema, dadi, na mimi natamani tushikane mikono. Unajua type ya mume uliye naye?
Umeona tena, ngoja katikati ya juma hili nitazungumzia habari za runinga. Watu wanaangalia kwenye runinga, watu wanakula kuku kwa uma na visu, wanabebana mgongoni, halafu anasema aha, sasa sikiliza, na mimi baba fulani naomba unibebe. Mkuria kubebe. Wakuria ni watani wangu. Nataka kubebwa. Kwa hiyo chunga matatizo unavyoyasolve. Namba 2, ndoa inakukomaza akili kwa sababu inadhibiti mihemuko. Nisikia vizuri, muhemuko kwenye ndoa unatulizwa. Ukiingia kwenye ndoa na mihemuko hautoboi. Anakuudhi lakini bado ni mwenzi wako. Wamama mlioko hapa mtanielewa sana. Una kisirani naye lakini bado unamwambia baba fulani karibu maji ya kuoga. Hata kama umenuna lakini maji umepeleka. Na hakuna chakula utapeleka chote, chakula cha aina zote utapeleka. Na maanisha cha asubuhi, mchana na jioni. Usiwahi ambako sijafika. Kwa hiyo unatuliza mihemuko kwenye ndoa. Namba 3, kwenye ndoa unapata uwezo wa kuishi kwa ajili ya mtu mwingine. Tunaishi kwa ajili ya mwingine kwenye ndoa. Lakini namba 4, kwenye ndoa inakupa uwezo wa kutunza maagano. The capacity for covenant keeping. Sasa vijana, hii nao muisikilize. Nikisema maagano, simaanishi yale mliosimama kanisani mkasema utamtunza katika shida na la. Sikiliza, maagano hayaishi yale tu tuliofunga tukiwa chini ya mapadiri, chini ya wachungaji, chini ya mashehe. Maagano ni pamoja na yale mliofunga chini ya mwembe usiku. Wewe jichanganye tu. Wewe mwambie ukinikubali Dina, mimi nataka nikwambie kwangu hautapika kwa mkaa, ni mwendo wa jiko la umeme. Ni maagano, maana Bwana ameyaona. Maagano ni pamoja na yale unayoyafunga ukiwa kwenye chumba chako, kwenye simu. Unajua mimi Bwana ukija kwangu hata kukutukana sitakutukana. Nitakuwa nalala chini unanikanyaga badala ya kapeti. Tunza maagano na uhakikishe unatimiza kwa jina la Bwana. Tunza maagano. Kwa hiyo kwenye ndoa tunakumbushwa kutunza maagano, maana ndoa ni maagano. Lakini namba 5 na mwisho, ndoa inatukomaza kwa kutupatia busara za matumizi ya mali. Kwenye ndoa hatutumii ovyo ovyo hela. Vijana ndio ambao wanaweza wakapita hapa amemaliza kula, anapita hapa ananunua karanga, ananunua mua, hao ni vijana. Na nikikutana na mwanandoa anayekula ovyo, ninamshangaa, huyo anaishi bila malengo. Tumekunywa chai wote hapa, alafu dakika 3 alafu natafuna tena majojo. Wewe uliolewa ulioa kabla muda haujafika. Tulio kwenye ndoa tuna balance. Hata shilingi 50 tunaithamini. Mbonyeze jirani yako mwambie pastor endelee au aishie mahali hapo. Bwana akubariki. Kwa hiyo tunapewa busara ya kutunza pesa. Tunaogopa kutumia pesa maana tutaulizwa maswali. Mwisho, kipimo cha mwisho cha ndoa ni uaminifu. Sikia habari hii. Katika kile kitabu cha Malaki sura ya 2 mstari wa 14 anasema, lakini ninyi mwasema ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu Bwana amekuwa shahidi kati ya wewe na mke wa ujana wako, uliyemtenda mambo ya hiana, ingawa yeye ni mwenzako na mke wa agano lako. Bwana anatazama uaminifu wako. Wewe una katoto kule nje ambako mke wako hajui, unatuma mahitaji kimya kimya bila yeye kujua. Bwana anayaona hayo yote. Wewe si unamwambia nimeenda semina Dar es Salaam, kumbe uko hapa tu hoteli moja na umeweka mtu. Bwana anakuangalia. Uaminifu. Nataka niwaambie wapendwa, ndoa bila uaminifu hauwezi kutoboa. Na halafu ngoja nikwambie, kinachonishangaza ni hiki hapa. Kama kuna kombora limepigwa, ni kombora lililopigwa kwenye ndoa. Tuna wanaume wazuri sana kule maofisini, akifika anafanya kazi vizuri, wafanyakazi walio chini yake wanamheshimu na anaonekana ni mfanyakazi bora, lakini kandoa kamemshinda. Huyo mtu hana la kusema mbele ya wanaume. Kwa sababu kipimo cha kwanza, wewe ni jasiri, wewe ni mtu mwenye akili ya hali ya juu. Hatutaangalia namna ulivyofaulu, tutaangalia jinsi unavyotunza ndoa yako. Hatutaangalia ofisi yako inavyokuona mfanyakazi bora kila mwaka. No, sikiliza nikwambie, sina ujasiri wa kuzungumza habari ya maendeleo ya kampuni, maendeleo ya ofisi wakati familia yangu haijakaa vizuri. Ukiona mtu wa namna hiyo anafanya sanaa.
Na ndio maana hata Biblia inaeleza, inasema mtu asiyeweza kuendesha familia yake anawezaje kuwaongoza watu? Ndoa. Wanandoa nipungieni mkono mlioko mahali hapa. Sasa sikiliza, ndoa itatutoa jasho, lakini tumo itatuliza tumo. Na ngoja niwape dawa wanaume, hii muichukue. Kwenye ndoa leo, wale mnaojifanya mabouncer, katika wiki jao nitawaambia, acha kupiga mke kwenye ndoa, utalala gerezani bure. Umekorofishwa, nenda kule bafuni, kalie kabisa serious. Ukimaliza nawa uso, halafu rudi nyumbani. Tena tegeshea watoto wameenda shule, nenda kalie kabisa kwa nguvu zote. Wachumba mnaokwenda kuingia kwenye ndoa, usioane na mtu ambaye sio mwaminifu kwa Mungu ukadhani atakuwa mwaminifu kwako. Hakatoi zaka na sadaka, unategemea katakupa matumizi. Niite mbwa akikuletea matumizi. Simameni tuombe. Hakuna asiyetoa zaka atakayetoa matumizi. Mfanye mwenzi wako au mwaminifu kwa Bwana, atakuwa mwaminifu kwako kwa jina la Bwana. Mungu wetu tusaidie tunapokwenda kuangalia vipimo hivi, kuvitendea kazi kwa jina la Yesu Kristo. Amen.